oh God. We bless your name, my Father. We magnify your name, Lord. We give you praise, oh God. We love you, Jesus. We thank you, Lord. You are Alpha and Omega, Lord. We bless you, Jesus. We thank you, Lord. We give you all the worship, Lord. We give you all the praise, Lord. Oh, Raka Baba Baba Sheke Baba Baba Bosha. Yanda Sheke Baba Baba Sheke Mama Baba Baba. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We lift your name on high. We thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, our Lord.
alone in this day, oh God. We proclaim that you are mighty, Jesus. We proclaim that you are our protector, Lord. You are our refuge, Lord. You are our strength, oh God. We give you all the worship, Lord. We give you all the praises, Lord. We give you all the glory and honor, Jehovah, Lord. Who can we compare unto you, King of Kings, Lord? We bless you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. We give you glory, Jesus. As we honor you. We give you glory. We give you glory, Yahweh. As we honor you. Somebody give some shout and some clap to Jesus. Hallelujah, hallelujah. We want to cast our bodies unto Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Somebody dance to Jesus. Someone lift your voice and praise Him. He's such an awesome God. He alone deserves our praises. Somebody do your dance to Jesus. Cast your burdens unto Jesus, for He cares for you. Cast your burdens unto Jesus, for He cares. Cast your burdens, cast your burdens unto Jesus. Cast your Jesus, Jesus, Jesus. Got your worry, got your worry, got your worry. Got your trouble, got your trouble, got your trouble. Lift him higher, lift him higher, lift him higher. Lift him higher, lift him higher, lift him higher, higher. Lift him higher, lift him higher, lift him higher, higher.
vigelegele kwa Yesu. Jamani, mkatikie Bwana hata ukiwa hapo nyumbani. Just mtuikie, patia Bwana makofi na vigelegele. Amekulinda siku ya leo. Haleluya. All the other gods, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. All the other gods are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. All the other, Yahweh, the works of men, but you are the most high God. Yahweh. There is none like you. All the All the other, other gods, they are the works of the men, works of men, but you you are are the most high God. There is none like you. Oh, Jehovah, You are the most high. Jehovah, Most high oh, God. Jehovah, Most high. Jehovah, Most high oh, God. Jehovah. The most high. Oh, Jehovah, you are the most high God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Somebody open your mouth, let's worship the Lord. Rika baba bosha kararara. Oh, Rika baba baba bosha kararara. Shanda da 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 shake mama baba. Rika baba baba bosha kararara. Shanda da 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 da. Kila siku Bwana umekuwa mwema katika maisha yetu. Hallelujah, Lord, we love you, Jesus. We thank you, Lord. We give you all the worship. We give you all the glory, Lord. Rika baba baba boshe kena da 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 shaka mama baba. We have a reason to say thank you, Lord. We have a reason to worship you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, Kila saa, umwaminifu kila siku, tunainua mikono tukisema umekuwa mwaminifu. Kila siku, kila saa, kila siku, kila saa, umekuwa mwaminifu.
Baba, katika maisha yetu, katika familia zetu siku ya leo. Umekuwa mwaminifu. Kama sio wewe Bwana, tungekuwa wapi siku ya leo? Ni kwa kuwa umekuwa mwaminifu Baba, ni kwa kuwa umekuwa mlinzi wetu, ni kwa kuwa umekuwa ukitupigania vita Baba. Tuna sababu ya kusema asante. Rika mama shekana, 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 rika shekana, mama shekana, mama shekana. Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. You alone are so worthy, Lord. You alone are so faithful, Lord. Hallelujah. Oh, kila siku, kila saa, umwaminifu wewe Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, una sababu ya kumwambia wewe amekuwa mwaminifu. Kila siku, kila siku amekuwa mwaminifu wewe. Kila siku kila siku kila saa, mwaminifu kila siku Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Holy and precious Father, we thank you, we exalt you. You're so wonderful, you're so good unto us. We have our confidence because you are so faithful. You are our God, our Heavenly Father, the King above all kings, the great I am, the Rock of Ages. Lord, we thank you because you are God. You have never changed. You are the same yesterday, today, and forever. And our hearts have every reason to magnify you. Receive praise, Lord. Receive glory. Receive honor, my Father. You are awesome. You are marvelous. This Sunday morning, we join together with many sounds and voices across the globe, oh God, to just worship you, to exalt you, to magnify your holy name. So wherever you are, just lift up your voice to him kote uliko inua and sauti just yako kwa Mungu. magnify him. Tumwinue Magnify na him. tumtukuze Bwana. He is wonderful. Our hope, our refuge. Kimbilio letu There na is no maficho other yetu. God that we are going to worship except him. Hatuna Mungu mwingine tutakayemwabudu Regardless of isipokuwa all the yeye. challenges that are going on all over the world, Licha ya changamoto tunazozipitia kote ulimwenguni, we are worshiping God. He has never changed. sote twamwabudu Mungu, maana There is no hakubadilika, power that can change him. wala hakuna nguvu zitambadilisha Mungu. Precious Father, receive honor and glory. Baba wetu, pokea heshima na Receive utukufu. praise and majesty. Pokea heshima na azama zote. Oh, Kabashala Mahandiri Bikisa.
Shalababaria Rabakuzu Tololobuza. Orientara Makuzu Tololobuza. Marvelous God, wonderful Father, great triumph. No glass for Jesus, there is no one like unto you. There's no glass for you are God all by yourself. Oh, you are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. One more time, say you are God. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Amen. We appreciate the Lord this wonderful Sunday morning. Namshukuru Bwana asubuhi ya ajabu ya Jumapili. It's always a great joy to be together in worship. Kuwa pamoja katika kuabudu. Indeed, this is the only way we can do it as per now, as the circumstances have put a demand on us. Na hivi ndivyo tuweza kufanya kwa sasa, kama vile hali zilivyotulazimu kufanya hivyo. But it is better when the church meets together in one place and worship the Lord. Lakini huwa inakuwa bora zaidi wakati kanisa linakutanika pamoja ili kumwabudu Bwana. Bible says, behold how beautiful it is for brethren to be together in unity. Nasema tizama ilivyo ya kupendeza ndugu wanapokaa pamoja katika umoja. So wherever you are, I want us to just worship God in any circumstance that we are in. And of course, hear what He has to whisper to us. He is still God in any circumstance. Kote uliko nataka umwabudu Bwana katika hiyo hali, na bado Mungu anasalia kuwa Mungu katika hali zote. Do not allow any spirit to whisper to you to tell you that you are alone so you can do whatever you want. Usiruhusu roho yoyote ikakunong'onezea mambo ya kinyume ya kwamba umo kwenye hiyo hali ulio hivyo kwa sababu ya vile mambo yalivyo. Our Heavenly Father is right there where you are. Baba yetu aliye mbinguni yu pamoja nawe pale uliko sasa. So I want you to sit down, relax and feel at the feet of Jesus as He whispers good things into your ears. Hivyo basi keti chini, tulia. Unapotega sikio kwa Yesu, ana jambo la kunong'ona kwako. I want us to open the book of Isaiah chapter 52. Nataka tufungue katika nabii Isaya 52. Verse number 5, the Bible says, now therefore, what have I here, says the Lord, that my people are taken away for nothing. Those who rule over them make them wail, says the Lord. And my name is blasphemed continually every day. Basi sasa nafanya nini hapa? Asema Bwana, ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure, hao wanaowatawala wanapiga yowe, asema Bwana, na jina langu linatukanwa daima mchana kutwa. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am He who speaks. Behold, it is I. Kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu, kwa hiyo watajua siku ile ya kuwa mimi ndimi ninenaye. Tazama, ni mimi.
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good tidings, who proclaims peace, who brings glad tidings of good things, who proclaims salvation, who says to Zion, your God reigns. Jinsi ilivyo mzuri juu ya mlima mguu yake aletaye habari njema. Yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Verse 1 he says, awake, awake, put on your strength, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For the uncircumcised and the unclean shall no longer come to you. Shake yourself from the dust and arise. Sit down, O Jerusalem. Loose yourself from the bonds of your neck, O captive daughter of Zion. Amka, amka, jivike nguvu zako, e Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri, e Yerusalemu, mji mtakatifu. Kwa maana tokea sasa haitaingia ndani yako, hataingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Jikung'ute mavumbi, uondoke uketi, e Yerusalemu. Jifungulie vifungo vya shingo yako, e binti Sayuni uliyefungwa. For thus says the Lord, you have sold yourself for nothing, and you shall be redeemed without money. Maana Bwana asema hivi, mliuzwa bure, nanyi mtakombolewa bila fedha. He says, verse 4, for thus says the Lord God, my people went down at first into Egypt to dwell there, then Assyria oppressed them without a reason. Maana Bwana Mungu asema hivi, watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni, na Mwashuri akawaonea bila sababu. This morning I want us to look at the title, The Great Urgency for Evangelism. Asubuhi leo nataka tuweze kuangalia kuhusu udharura kwa ajili ya uinjilisti. One of the things that every believer has got to understand is we were born again for an assignment. Na kitu ambacho lazima kieleweke na kifahamike kwa kila mwaminio ni kwamba tuliokoka ili tufanye kazi. Jesus paid a dear price so that he may purchase us to be co-workers together with him. Yesu alilipia gharama ili sisi tuwe watenda kazi pamoja naye. He has released the Holy Spirit into our lives to enable us and to give us the capacity to accomplish the task that Jesus started. Naye akamtuma Roho Mtakatifu kwetu atuwezeshe ili kuitimiza kazi Yesu alituachia. And the major assignment that God has given to us is the assignment to bring souls into the kingdom of God. Na kazi kubwa ambayo Mungu ametuachia na nataka tuitimize ni kuleta nafsi katika ufalme. Because God gets touched in his heart when he sees the people that he created with an intent of them being his own, being messed up by forces that have no interest for their welfare. Haimpendezi Mungu anapoona watu wake aliowaumba kwa makusudi, wao ni watu wake, wakikaliwa na nguvu ama na majeshi wasiokuwa na haja kwa ajili ya wema wao. He speaks through Isaiah where we have read, and we can use this as how God feels
concerning his people and concerning us. Na kwa hivyo amenena katika Isaya, tuweza kuitumia hii kuona vile Mungu anavyohisi watu wake wanapokuwa katika hali kama hiyo. He says to Jerusalem or to Israel, he says you need to put on your beautiful garments now. Anaambia Yerusalemu, Israeli, kwamba jivikeni mavazi yenu ya utukufu sasa. Because that which that is unclean should no longer be seen in their camp. Kwamba kile ambacho sicho kisafi kisionekane kwenu. He says shake yourselves from the dust. Nasema jikungute kutoka mavumbini. Arise and sit down. Amka na uketi. Loose yourself from the bonds of your neck. Jifungue na vifungo vya shingo yako. O captive daughter of Zion. We binti Sayoni uliyefungwa. And the reason he's saying that you sold yourself for nothing, but I am now prepared to get you out of your bondage, not because you will pay the price, but I have paid the price. Inasema, maana ninyi wenyewe mlijiuza pasina kitu, lakini sasa nimejiweka tayari kuwaweka huru pasipo na fedha. It is true that Adam sold us all into sin. Ni kweli kwamba Adamu alituuza sote katika dhambi. But Jesus came to purchase us back to God. Lakini Yesu alikuja kutununua, atukomboe kwa Mungu. And so it is up to us to go to the world, those who are born again, to go to the nations and declare to them that your Redeemer liveth. Basi ni kazi kwetu kwenda kote ulimwenguni na kuwatangazia kwamba mkombozi wao yu hai. Because there is one that is oppressing them. They went into captivity by themselves or by reason of being born into it. But God has already given a price or paid a price for our redemption. All of us, all over the world. Maana wote waliingia kule utumwani kwa makosa yao, ama ni kuzaliwa walizaliwa katika hiyo makosa. Lakini Mungu naye ametaka kwamba wote sisi tupate kufunguliwa na vile vifungo. That's why he's saying in verse 5, what am I doing here? Anauliza, basi nafanya nini hapa? That my people have been taken without any payment, for nothing. Ya kwamba watu wangu wamechukuliwa bure pasina malipo. And those who are ruling over them, they are oppressing them. Na wale wanaowatawala kweli They wanawakalia. are messing them up. Wamewavuruka vibaya And they are causing them to wail. na wanasababisha wapige yowe. Satan is not a good taskmaster. Shetani sio nyapara mzuri. He doesn't pay you with anything good, regardless of the things that he seems to be giving. Na hawezi akakupa mazuri licha ya yale anayoonekana kukupa. His agenda is to steal your life. Na lengo lake ni kuiba maisha yako. Is to destroy your life. Ni kuangamiza maisha yako. And to kill you in the end. Na mwisho wake kukuua. This is what he has to do, because the desire is for him to take you to hell. Na hiyo ndio anataka ifanye, maana tamanio lake ni kuu, ni kukupeleka jehanamu ya So moto. God has beautified his messengers. Lakini Mungu amewarembesha wajumbe wake. All those who are born again, spirit-filled, tongue-talking, you have been given power to go into the whole world and bring those captives back to the Lord. Nyote mliookoka mkajazwa Roho na upako, mumepewa jukumu la kwenda ulimwenguni kote na kuleta mateka kwa Mungu. Because God has already assigned you. He has commissioned you for this great work. Maana tayari Mungu amekusha kutuma, amekupa vifaa vya kutosha kufanya kazi. He says in verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of those who bring good tidings. Na jinsi ilivyo mizuri juu ya mlima miguu yake aletee habari njema. You have been beautified
to carry good news to the nations. Umekwisha rembeshwa kubeba habari njema kote ulimwenguni. You have the message of peace in your mouth to declare to those who are oppressed. Una ujumbe wa amani kuwatangazia wote waliosetwa. It is you that will bring joy again and celebration and dancing back into their camp. Wewe ndio utaleta kushangilia, furaha na kicheko katika makazi yao. They are waiting for the gladness that you carry, but it is unfortunate that many people do not realize how important it is to go out there and bring souls to the kingdom. Wale watu wanasubiri wapate ile furaha, lakini la kusikitisha ni kwamba wengi hatuna ule ufahamu kwamba twasubiriwa kupeleka ujumbe. God is waiting for you to join up the army and the warriors who are going to bring salvation into the camps of his people. Mungu anataka ungana na vikosi wale ambao wanakwenda kwenye marago ya adui ili kuleta mateka. To declare to them that your God is alive, your God is able to reign and deliver you. Ili kuwatangazia kwamba Mungu wao yuko hai, Mungu wao anaweza mkubwa wa kutawala. You need to know how precious these souls are to God. Na ni vizuri ujue dhamani ya nafsi hizi zilivyo kwa Mungu. He says in the book of Isaiah chapter number 43. Asema katika Isaya 43. Verse 3 says, for I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Anasema mimi ndimi Mungu wako, Mwokozi wako, mtakatifu wako, Mungu wa Israeli. Verse 4 says, since you are precious in my sight, you have been honored. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa nami. And I have loved you. Na nimekupenda. Now every soul on the face of the earth is precious in the eyes of God. Na kila nafsi duniani kote ni ya thamani kubwa mbele machoni pa Mungu. You are precious just as that street boy is precious in the eyes of God. Wewe ni wa thamani kubwa jinsi yule mtoto chokora barabarani alivyo kwa Mungu. As the bishop is precious, so is the sweeper of the streets precious in the eyes of God. Na kama askofu aliye wa thamani kwa Mungu, hata mwenye kufagia pia naye ni wa thamani kwa Mungu. All souls belong to God. Maana nafsi zote, roho zote ni za Mungu. He says, because you are precious in my sight, na kwa sababu wewe ni wa thamani machoni pangu, I have honored you. Nami nimekuheshimu. So even though you are seeing a drug addict on the street, or you are seeing a mad person walking half naked or even naked, but I want you to know that God in his eyes, he has honored this person. Hata unapomwona yule mlevi ama yule wazimu akitembea uchi wa kinyama barabarani, ana thamani machoni pa Mungu. Every believer must see God must see a believer or a soul in the eyes of God. Na kila mwaminio lazima aione kila nafsi ikiwa na thamani machoni pa Mungu. If we can see all these souls being precious and already honored by God, then it is our responsibility to develop the passion and the desire to bring them on board so that they do not perish. Ukiona nafsi hizi zina thamani kwa Mungu na zimekwisha heshimiwa, itakuwa ni jukumu letu na ari yetu kuhakikisha tumezileta zisiangamie. That's why he says, I have loved you. Nasema nimekupenda. He says, therefore I will give men to you. Basi nitawapa watu kwa ajili yako. And people for your life. Na watu kwa ajili ya maisha yako. I want to put it in my own interpretation. Wacha niitafsiri kitafsiri yangu. He says that because I have loved you. Anasema kwa kuwa nimekupenda wewe. I have loved that man, that woman on the street, that poor man, that rich man, that president, that man that is in the high offices. I have loved them. They do not qualify to be in the hands of the devil. Anasema hivi, kwa sababu nimempenda yule mwenye ako barabarani, mwenye ako mitaani, mwenye kwenye afisi za juu, hata rais,
kwa sababu nimewapenda, sitaki wakaliwe tena na yule shetani. And because of that, he says, I'm giving men, I'm giving people, I'm giving these ladies to go out for me to go and bring them out. Kwa hivyo basi, kwa ajili ya watu napeana hawa mabinti, hawa wana, waende wawalete. He says, therefore, I will give men for you. Anasema nitawatoa watu kwa ajili yako. I will send people for the sake of your life. Nitatumanisha watu kwa ajili ya maisha yako. So he says, fear not, for I am with you. Usiogope, maana ni pamoja nawe. I will bring your descendants from the east and gather you from the west. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi. And he says, I will say to the north, give them up. Nami nitaambia kaskazini, toa. And to the south, do not keep them back. Na kusi, usizuie. He says, bring my sons from far. Waleteni wanangu toka mbali. And my daughters from the ends of the earth. Na binti zangu toka miisho ya dunia. Everyone who is called by my name. Kila moja aitwaye kwa jina langu. Whom I have created for my glory. Niliyemuumba kwa ajili ya utukufu. I have formed him. Mimi nimeumba. Yes, I have made them. Naam, nimewafanya. So God is having a desire to send you to go and bring them from far. Mungu anatamani akutume walete toka mbali. That's why he said when Isaiah saw the glory of God, he said, who will go for us? And Isaiah said, here am I, Lord, sent me. Wakati Isaya aliona utukufu wa Bwana, Bwana akauliza, ni nani tutakayemtuma? Isaya akasema, nipo Bwana, nitume. You cannot walk in the power and the glory and the presence of God and encounter his presence and never desire to have a friend come to that glory. Huwezi kutana na Mungu ukashuhudia uweza wake mtamu na usitake mwenzako akuje kushuhudia ule utamu pia. Our heavenly Father is touched by the plight of his people. Baba yetu anaguzwa na machungu ya watu wake. Our God understands how terrible it is for a soul to eternally be banished in hell. Na Baba mbinguni anajua jinsi ilivyo kwa nafsi kutokomea milele jehanamu. So his commission to you is do whatever it takes so that you can bring these people from destruction and damnation. Anasema kwamba wewe ni wito wako, uhakikishe ufanye unavyoweza ili utoe nafsi hizi kwa maangamizi. Do not allow them to go to hell. Msiwaache waende jehanamu ya moto. The reason is this: the greatest battle in the universe is the battle for souls. Nakwambia kwamba vita vikali duniani ni vita vya nafsi za watu. It is the battle to win souls. That's the greatest battle. Vita vikuu duniani ni vita vya kushindania nafsi za watu. Satan is spending billions of money to win souls to hell. Na shetani yatumia mabilioni ya pesa kuvuna nafsi jehanamu ya moto. Likewise, God is using and releasing all kinds of resources today to win souls to God. Na Mungu anapeana kila rasilimali zote kuvuna nafsi kwake. That's why the Bible says those who win souls, not only are they blessed, but also God rewards them. Ni sababu wavuna nafsi si kwamba wamebarikiwa tu, lakini Mungu anawaruzuku. Just the way Satan is using all kinds of money and using all kinds of evangelistic tools to bring people to his kingdom. Ndivyo anavyofanya shetani kila anavyoweza kwa vyombo vyote vya uinjilisti wa kipepo kuvuna mioyo za watu kwake. If only you as a believer would know how precious these souls are to God, you would do also everything that you ought to be doing to stop them from going to hell. Na ukijua dhamani ya nafsi hizi, utafanya kila kitu kuzizuia zisiende kule kwa shetani. Bible says in book of Matthew chapter 5. Inasema katika Mathayo 5. Jesus says these words in verse 29. Yesu akasema maneno haya katika mstari wa 29. If your right eye causes you to sin, pluck it out.
Akasema ya kwamba jicho lako la kuume likikukosea ling'oe, and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Na mkono wako wa kuume ukikukosea, ukate utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupe katika jehanamu. Jesus is painting a picture to you and me. Yesu anakuchorea picha ama taswira kwako na mimi. And he shows the emphasis of the importance of you not going to hell. Na anaweka msisitizo wa wewe kutoenda kule jehanamu. He says you would rather lose an eye that is messing you than to allow the entire you to go to hell. Nasema ni afadhali ukaache sehemu kiungo kimoja kiende kuliko kuwa nacho na mwili mzima ukapotea jehanamu. Because Jesus understands the torments of hell. Maana Yesu anafahamu mateso yaliyoko jehanamu ya moto. Hell is a terrible place for anybody to go. Jehanamu ni mahali pabaya kwa mtu kwenda. He knows the pain and the groaning and the anguish of souls that have made it to go to hell. Anajua machungu na kusononeka na kusumbukwa kwa nafsi zilizoenda jehanamu. So you and me that are born again, we must understand how desperately important this is for us to bring people from the gate of hell. Na sisi tuliookoka lazima tuweze kuona udharura ilivyo, tuweze kutoa hizi nafsi kwenye malango ya jehanamu. We must know that anyone that does not receive the grace of salvation, they have no other option but to go to hell. Tujue kwamba mtu ambaye apokei neema ya wokovu hana lango lingine la kuepuka kuzimu. And many times we don't talk about hell anymore, but I want you to know that hell is real as heaven is real. Na hatuongei habari za jehanamu, lakini kwambie jehanamu ipo kama vile mbingu ilivyo. If Jesus says you would rather lose an eye and go to heaven than to go to hell with a whole body, it means he knows that hell is there. Iwapo Yesu alisema heri ukapoteze kiungo kimoja kuliko kwenda mzima mzima jehanamu, ni ukweli anajua jehanamu ipo. Because there are things on your body that can mess you. Maana vipo vitu ama viungo kwenye mwili wako vitavuruga maisha yako. And so as a child of the living God, born again and bought by this precious blood of Jesus, I beg you in the passion of God, please be a soul winner. Kwa hivyo mtoto wa Mungu uliokoka ukajazwa na kusihi kwa rehema za Bwana, kuwa mvuna nafsi. Proverbs chapter 11 verse 30 says, the fruit of the righteous is a tree of life. Mithali 11:30 nakwambia kwamba mti wa mwenye haki, the fruit of tunda the la mwenye righteous, haki ni mti wa uzima. and he who wins souls is wise. Avunaye nafsi ni mwenye busara. He who wins souls is wise. Nasema na mwenye hekima naye huvuta roho za watu. In other words, if you are not winning souls, then you know who you are. Kama wewe huvuni nafsi kwa Mungu, wajijua kulingana na maandiko. So please be prepared to do the will of God. Hivyo basi jiandae kuyatimiza mapenzi ya Mungu. If we are going to have a meaningful relationship with our God, we must first and foremost understand what is his greatest heart's
desire. Iwapo tunataka tuwe watoto wazuri wa Mungu, lazima tujue tamanio lake ni nini. There were mighty men who stood close to David. Wapo watu mashujaa waliokaa karibu na Daudi. And as David was sitting, he just said something. He said, I wish I could drink water from the well of Bethlehem. Na Daudi akawa akisema, laiti ningeyanywa maji kutoka visima vya Bethlehemu. And the mighty men didn't have to wait to be told what to do. They just woke up and fought the army until they got the water for the servant of God. Wala majeshi shujaa waliokuwa karibu naye hawakungojea watumwe, walipigana na majeshi waliokuwa wamezuia visima vya Bethlehemu wakaleta maji. Anyone that moves close and walks close and is in strong relationship with our Heavenly Father understands his heartbeat. Kila yeyote anayemkaribia baba yetu wa mbinguni anajua mdundo wa moyo wa baba. And the heartbeat of God is souls, 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 souls. Mdundo wa moyo wa baba unagonga namna hivi: nafsi, 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 nafsi za watu. Because they are precious to him. Maana ni zenye dhamani nyingi kwake. If he was to send his son again on the face of the earth to go through the same process again, his assignment would still be the same. Angetaka kurudisha ama kumtuma mwanae tena duniani, kazi hiyo itakuwa ni ile ile ya kwanza, nafsi. Because when he sent him, the Bible says he came to seek and to save all those who are lost. Na Biblia inasema alipomtuma alikuja kusudi kutafuta na kuokoa kilichopotea. That's the assignment that he was given. He was told, go do everything, go pass through whatever you have to pass through, but this is the end results. Bring me souls. Nenda, pitia kila kitu utapitia, matokeo yake niletee nafsi. Bring me souls. That is the reward of God's pain. Na hayo ndio malipo ya uchungu wa Mungu. The reward of our Lord Jesus Christ is not singing. It is not giving your offering. It is not tithing. The reward of Jesus Christ is far beyond all this, though they are important. But the greatest that you can ever do for God is to carry souls every day to him. Malipo makubwa anayataka Yesu sio sadaka, zaka ama kumwimbia, ijapo yote ni ya maana, lakini kilicho kikubwa kila siku muletee malipo ya nafsi. If your intercession and prayer and fasting is not for the salvation of souls, all you are doing is a religious exercise that is vanity. Na iwapo maombezi yako sio kuhusiana na wokovu wa nafsi za watu, yote unaoyafanya ni sarakazi ya kidini isiyo na manufaa. The number one prayer request from the throne room of God is pray that we have more laborers into the harvest, because the harvest is plenty. So as you pray for laborers, you are also praying for the harvest. Na ombi la kwanza kutoka katika enzi ya Mungu ni kwamba omba ya kwamba kuwe na watendakazi. Unapoombea watendakazi, omba ya kwamba wale watendakazi wapate mavuno. What you need to know is that God has a priority, and if our prayer and our exercises, spiritual exercise, doesn't align to his priority, we are hitting a miss. Kwa hivyo Mungu ana vipaumbele vyake. Iwapo malengo yetu hayaambatani na vipaumbele vya Mungu, nasi tulishaotea kitambo. Whatever you are praying amiss. Kila unachokiomba wakiomba makosa. Because you are not praying within the priorities of God. Maana huombi sambamba na vipaumbele vya Mungu. You must know what are his priorities
and they begin to align with those priorities. Lazima uweze kuona ni mambo yapi ya muhimu kwa Mungu ukajiweke sambamba nayo. And the priority number 1 for God is souls. Vipaumbele vya kwanza kwa Mungu ni nafsi. Number 2 priority is souls. Ya pili nafsi. Number 3 priority is God, is souls. Ya tatu nayo ni nafsi. And all the priorities of God is souls. Na zote za Mungu ni nafsi. If he heals you, it's for souls. Akikuponya ni ushuhuda ulete nafsi. If he blesses you with money, it is for souls. Akikubariki pesa ni za kuleta nafsi. If he blesses you with business, it's for souls. Akikubariki na biashara ni ya nafsi. If he promotes you in the office, it's for souls. Akikupandisha cheo ni kwa ajili ya nafsi. Everything he is doing, he has a target, and that target must be met. Kila kitu anakokufanyia ana lengo lake ni nafsi. Because he gave his all for souls. Alipeana yake yote kwa ajili ya nafsi. John 3:16, for God so loved the world that he gave all. He gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akatoa yote mwanao pekee ili amwaminie asipotee ila apate uzima wa milele. So the motivating factor for anyone before God is to have the passion of that which Christ died for. Kwa hivyo jambo la msukumo kwa mtu yote anayemkaribia Mungu lazima ajue kilichomleta Kristo kufa. And when you know it, you need to have the same kind of attitude, the same kind of drive, the same kind of passion. Kwa hivyo lazima uwe na msukumo na ari kama hiyo na motisha kama hiyo iliyomleta Kristo Yesu. That's why God so loved the world. Ndio sababu Mungu akaupenda ulimwengu. He sent his own son to die. Akamtuma mwanae kufa. That is the best ever that God ever had. Hicho ndicho kilicho bora zaidi alichokuwa nacho Mungu. And the reason was souls. Sababu yake ilikuwa ni nafsi za watu. There is no greater price that anyone who is alive can pay except the price that Christ has already paid for souls. Hakuna gharama nyingine italipwa mtu yote anaweza lipa kama gharama aliyolipa Yesu Kristo kwa nafsi. So if Jesus has done it, because when he did it, it was to say and to declare how precious a soul is to God. Iwapo Yesu alitenda ili kuweza kutangaza jinsi nafsi zilivyo za thamani kwa Mungu. That's why you cannot go and buy a thing in a shop that is lower than the price you are paying for. Huwezi kwenda ukanunua kitu dukani kilicho na hadhi ya chini kuliko malipo yake. You pay a price equivalent to its value. Unalipia gharama kulingana na thamani ya kitu. So to God, every soul is valuable. Kwa hivyo kwa Mungu kila nafsi ni ya thamani nyingi. The rich soul is valuable. Ile nafsi ya watu matajiri, the poor soul is valuable. Hata ya watu maskini ya thamani. The blind soul is valuable. Wale hata vipofu ni wa thamani. The crippled soul is valuable. Viwete ni wa thamani kubwa. That drunkard soul is valuable. Hata yule mlevi ni wa thamani kwa Mungu. That prostitute is valuable. Yule kahaba ni wa thamani kwa Mungu. Do not throw them out. Usiwatupe kama takataka. Do not despise them. Wala usiwadharau. As we read, God already honored them because they are precious. Na vile tulisoma Mungu aliwaheshimu maana ni wa thamani. God loved them because they are precious. Mungu aliwapenda maana ni wa thamani. And who are you to despise what God has honored? Ni wewe nani sasa kudharau alichokiheshimu? I say again, who are you to despise that which God has already valued? Wewe ni nani kudharau alichokiheshimu Mungu? So we must ask God for the relevance of our being here on earth. Tumulizie Mungu tujue umuhimu wa kwetu kuwa duniani. And the relevance is what I'm telling you. You are on earth because your relevance is in you bringing souls, nothing more. Na nimekuambia uko duniani maana kazi yako ni kuleta nafsi, hakuna kitu kingine. Anything God will give you is because he loves you to bring souls. Kila atakachokupa Mungu na anakupenda ili ulete nafsi.
Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa Yesu. The reason why he gave you the Holy Spirit was for souls. Sababu alikupa Roho Mtakatifu ni nafsi. We must evangelize. Lazima tufanye uinjilisti. We must ask God for the revelation, for the fact in our spirit, for the power that he has given to us in the spirit. What is it for? Lazima tuulizie kujua Bwana ulitupa nguvu hizi ndani ya roho zetu kwa ajili ya nini? God gave you the Holy Spirit so that you become an effective tool for harvest. Mungu alikupa Roho Mtakatifu uwe chombo cha kufaa kuvuna nafsi. And you have to be that effective tool. Na lazima uwe chombo chenye kufaa kazi. Because we must realize that every unsaved soul is already lost. Maana lazima tujue kila nafsi ambayo haijaokoka ishapotea. That's why Jesus emphasized on how important it was for everybody to go to heaven. Ndiyo sababu Yesu akakisisitiza mbona yafaa kila mtu kwenda mbinguni. I like what General Booth, who was the founder of Salvation Army, once said. Napenda kile Generali William Booth yule wa Salvation Army, jeshi la wokovu, alivyosema. He said that he would like to send all his officers to hell. Angelipenda kutuma maafisa wake waende jehanamu, makuzimu. At least for 24 hours only. Waende huko tu masaa 24 peke yake. As the chief part of their orientation and training for evangelism. Ili iwe ni sehemu ya mafundisho ya kuvuna nafsi. Because it is not until we realize how awful hell is that our belief will drive us to action. Na ni mpaka tuweze kutambua vile jehanamu ni mbaya ndio tuwe na msukumo ya kuchukua hatua. And I marvel because many of us were there before. Na wajua wengi wetu tulikuwepo kule kabla ya hapa. If you can remember how the devil messed you up. Ukikumbuka vile alikuvuruga shetani siku hizo. How he dragged you in mud and all evil. Vile alikuvuta kwenye tope na kila maovu. And the things that he did to just try and kill you. Vitu alivyokujaribu kukuua tu. So that you may not make it to heaven. Ili kwamba usifaulu kwenda mbinguni. You should get angry when you see people go to hell. Kasirika ukiona watu waenda jehanamu. You should be angry when you see the devil messing up souls and dragging them in all kinds of evil. Ukasirika ukiona watu shetani anawavuta katika kila aina ya maovu. We have to realize the great value of those souls. Lazima tutambue dhamani kubwa ya hizo nafsi. The Bible says in the book of Psalms chapter 49. Biblia inasema katika Zaburi 49. David was speaking these words so that we may understand how valuable a soul is. Verse 49 and verse 7 of chapter 49. Mstari wa 7, 49 mstari wa 7. He says, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Because the redemption of their souls is very costly. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. And it shall cease forever. Wala haina budi kuiacha hata milele. That he should continue to live eternally. Ili aishi siku zote, so asione kaburi. What you need to know is that the value of even your own brother's soul is very costly. Ujue kwamba gharama ya kulipia nafsi ya ndugu yako ni kubwa. Money cannot buy it. Pesa haziwezi lipa. Your good gifts that are earthly cannot give it, cannot purchase it. Hata zawadi zako nzuri duniani haziwezi toshea. You cannot give anything for them to get saved. Wezi kupeana kitu ili waokoke. The only thing you can do is for you to use the tools that God has already given to you, and he has beautified your feet to take these good tidings to them. Nawe unaweza tumia tu kile Mungu amekupa, vifaa amekupa ili kuweza kuokoa nafsi zao. The only price that was paid
is when Christ gladly exchanged the golden streets and the golden courts of heaven and the glory of being in heaven, and took up our nature so that he may redeem us from these calamities. Na gharama aliyolipa Yesu Kristo ni kuweza kubadilisha utukufu aliokuwa nao mbinguni, dhahabu, kila kitu, akaja kujivika mwili wa matope kama wa kwetu. He took on suffering, he took on poverty, he took on all shame and pain and the sufferings so that he may redeem us from these situations. Akajivika, akajitwika fedheha, akajitwika dhambi, umaskini, mateso, ili kulipia gharama hii kubwa, that he may not allow even one soul to go to hell. ili kwamba nafsi yoyote isiende jehanamu. I pray that you join up with this kind of drive in the heart of Jesus. Nataka uungane na msukumo huu ulio kwenye moyo wa Kristo. He didn't come to bring or to start a religion called Christianity. Wala hakukuja kuanzisha dini inayoitwa wa Jesus came to start a movement that is called an army of the born again who are going into the kingdoms of darkness to invade and bring souls out of bondage. Yesu alikuwa anakuja kuanzisha vuguvugu ambalo linaitwa la jeshi la Wakristo ambao watakwenda kwenye jehanamu na kuleta nafsi kwa Mungu. You have to be a soul winner. Lazima uwe mvuna nafsi. I say you must be a soul winner. Ni sharti uwe mvuna nafsi. The reason is the Matthew chapter 9, the Bible says, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Alipoona wale makutano, akakuhurumia kwa sababu walikuwa wametapakaa kote kote kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. And God said, I will bring them one shepherd and they will all be in one fold. Na akasema nitawaletea mchungaji na wote watakuwa kwenye zizi moja. And this is the craving of our Lord Jesus Christ, that there are many who are scattered, being torn in pieces just because of what the enemy is doing to them. Na ndio tamani ya Yesu Kristo, anatamani sana, maana wote wametapakaa na adui amewakoroga vibaya. In 1984, when the Lord was calling me into ministry, God gave me a vision of what he's speaking about here. Na katika mwaka wa 1984 Bwana alipokuwa ananiita kwenye huduma, Bwana alinipa maono ya hichi ninachokiongea habari zake. He showed me in a vision that I was moving into a huge field, and I saw a lot of sheep. Many of them were emaciated. They were nice in color, but they were weak, and there were wolves and lions that were coming from all sides to tear them in pieces. They couldn't run because there was no way they could run. They were being surrounded and torn into pieces. Naliona uwanda mkubwa. Katika ule uwanda kulikuwa na kondoo wako wengi wametapakaa, wasiokuwa na mchungaji. Walikuwa na rangi nzuri, lakini tatizo walikuwa hawana afya, na kukawa kumetokea mbweha na simba toka panda zote ili kuwararua. And on one small side there was a small field, and I saw a man like a shepherd taking care of the few that he had. And when the wolves would want to come and come and eat them, he would chase them with his rod. And the Holy Spirit told me that time, you can see the multitudes and the multitudes and multitudes that are shepherdless, and how they are being torn by ravenous wolves. Na nikaona kando kulikuwa na kiwanja kidogo ambacho hapo kulikuwepo na kondoo wachache. Kukawa na mchungaji ambaye alikuwa na wakinga. Wale mbweha walipokuja aliwakinga kwa fimbo. Na Bwana akanionyesha kuniambia ya kwamba
Ni wengi sana kondoo ambao hawana mchungaji, wakiraruliwa na wale wanyama wakali. So the sheep that are in the fold of Jesus are very few compared to the multitudes and multitudes that are being torn in pieces by Satan and his ravenous wolves. Na kundi ndogo ndio wanachungwa na Yesu Kristo, lakini umati mkubwa wa kondoo wako kule nje uwandani, shetani pamoja na wanyama wake wakali wakiwararua. Verse 37 of chapter 9 Matthew, he continues to say, then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are very few. Yesu akasema mavuno hakika ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. This is why you must be a soul winner. Na hii ndiyo sababu wahitaji kuwa mvuna nafsi. Jesus is seeing the harvest, but there are no people, laborers in this harvest. Yesu anaona mavuno mengi, lakini watendakazi ni wachache. The only reason why God is going to bless you with the resources, with the finances, with energy, with health, with the strength, is because he is doing that to draw you into this field that he is talking about. Na sababu Mungu atakubariki, akupe rasilimali na anakutuma kwenye uwanja huu wa mavuno. We need to know that there is a great necessity for us to go into evangelism. Nataka nikwambie kwamba kuna haja kubwa sana kwetu kuingia katika uinjilisti. It is not about anointed pastors, evangelists, and others. Jesus didn't even anoint any. What he did, he said, I commission you, receive you the Holy Spirit, go as my Father sent me, so sent I you. You are already anointed and appointed. Kwa hivyo si kungojelea kwamba yule mchungaji aliyepakwa ama aliweka wakfu. Yesu hakuwaweka wakfu, aliwapaka mafuta na akawatuma. Amekupaka mafuta, amekutuma. So regard it as a necessary exercise that you should undertake. Kwa hivyo chukulia kama haja kubwa ya wewe kuishughulikia. 1 Corinthians chapter 9 verse number 16. Wakorintho wa kwanza 9:16. The Bible says, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel. Anasema ya kwamba maana ijapo ninahubiri injili sina kujisifu, maana nimewekewa sharti, tena ole wangu nisipohubiri injili. Necessity is laid upon me. Anasema sharti lawekwa juu yangu. For if I do this willingly, I have a reward. Maana nikitenda kazi hii kwa hiari yangu nina thawabu. But if against my will, I have been entrusted with the stewardship of this gospel. Na ikiwa si kwa hiari yangu, nimeaminiwa na uwakili wa injili. What is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel. Basi thawabu yangu ni nini? Ni nini hii? Ya kuwa nihubiripo nitatoa injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilivu uweza wangu nilionao katika injili. Necessity is laid upon us. Sharti imewekwa juu yangu. Daniel chapter 12 verse 3. The Bible says, for those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness, they shall shine like the stars forever and ever. Wavunao nafsi watang'aa kama mianga, wanaogeuza nafsi kutoka katika jehanamu watang'aa kama nyota za milele. So you have to see not only the necessity of you preaching the gospel, but you also must see the eternal reward that is already been set forth for you.
Usione tu kwamba shati limewekwa juu yako peke yake. Pia angalia kwamba kuna thawabu ya kusubiri ukishamaliza hiyo kazi. Soul winners will shine like stars forever and ever. Wavuna nafsi watang'aa kama nyota milele. They shall experience the great joy of God in all eternity. Jesus said, "Come, sit and enter my Father's joy." Watafurahia milele, kwa maana Yesu alisema njoni mukafurahie furaha ya Baba You yenu. have been entrusted with the talents of being in this ministry. Mumeaminiwa ama mmekabidhiwa zile talanta ama vipaji vya kuwa katika kazi hii. May the Lord give you the grace to arise. Bwana kupe neema ya kuinuka. I want to pray for you, even as you take up this responsibility as a trusted trustee of this gospel. Kwa hivyo nataka nikuombee unapochukua jukumu hili kama yule aliyeaminiwa na amekabidhiwa kama wakili wa Go injili hii. to the streets, go to the houses. This is the best time of COVID when people are not too busy. Just go to the neighbor next to a person, teach him, preach the gospel, and bring them to the Lord. Precious Father, we thank you. Baba wetu, asante. We exalt you for what you have spoken to us this Sunday morning. Twakutukuza kwa kile umenena nasi Jumapili ya asubuhi. Lord, we take up responsibility as trusted servants of God. Twachukua jukumu hili kama watumishi walioaminika. And we see the necessity of us being soul winners. Na twaiona haja ya kwetu kuwa wavuna nafsi. May you bless everyone that is arising as you have called all of us. Lord, I pray that you release an impartation and provision necessary for this work to be accomplished. Sababisha kila mmoja wetu kuinuka wajilie mpajiko utakayetuwezesha kuitimiza kazi hii. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. And if you are not born again, you are the one I'm talking about. You need to surrender your life to the Lord Jesus Christ, because there is no other way for you to go to heaven except through Jesus Christ. Wenda kuongelesha ambao hujaokoka, haipo njia nyingine utakwenda mbinguni kama hukuzaliwa mara ya pili. He loved you so much. Alikupenda sana Bwana Yesu. Jesus is the way, the truth, and the life. No other way. No man goes to the Father except through Jesus. Yesu ndiyo njia, hamna mtu aendaye kwa Baba ila kwa Yesu. So I want you to repeat this prayer after me right now. Rudia ombi hili nyuma yangu. Say, "Dear Lord Jesus Christ, Sema, Bwana Yesu Kristo, I surrender my soul to you. nakupa roho yangu sasa. I ask you to forgive my sins. Na kuomba unisamehe dhambi zangu. Come into my life Uingie ndani ya maisha yangu. and be the Lord and the Savior of my soul. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Write my name in the Lamb's Book of Life. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. As I live on earth, I have hope for eternity. Niishipo duniani nina tumaini la milele. Thank you for what you have done. Asante kwa kila umenitendea. Let me pray for you. Precious Father, in the name of Jesus, I pray for this soul that has just come to you this day. And I pray, dear Lord, may you stretch forth your divine hand and give them eternal hope through Christ Jesus. As you have forgiven their sins, write the names in the Lamb's Book of Life. Bring them to a place where they will be taught the right truth, and bring them to a church and a fellowship that they must grow into the knowledge of God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. The Lord bless you so much. I want you to go to your phone and take out a good offering right now. Go to your M-Pesa. As we give to the Lord, this is a Sunday service. You can give your tithe, give your offerings, give your love offering, your seed offering. You need to show God that you appreciate what He did in your life. He has given His best for you. And so you need to give also your best for Him. And therefore, Lord, as you give, make sure that you are giving the best. Use our paybill number 599058. Paybill number 599058. It is already on your screen. And the Lord will bless you tremendously. We are going to pray for our children as
we continue to give. So as we are all giving, I want us to welcome the praise and worship to give us a brief worship. Prepare your children and prepare your offering as we are giving, and I'll come back to pray for our children. God bless you. All right, bring your children so that we can pray for them right now. We value them because they are souls. They have eternal value. Lord God Almighty, we pray for our children this day, and we speak blessing over their lives. May your favor manifest greatly into their lives. We rebuke every attack of the enemy against their lives. Sickness, disease, waywardness, rebellion, we come against you now in Jesus' name. Lord, I thank you. As we give our offering and as we have done it, Lord, I pray the favor and the blessings of God upon every soul and everyone that has given. May you multiply their resources in Jesus' name. Amen. The Lord bless you so much. I want you to join us in the second service that is beginning right now, and it shall be a great blessing as usual. So God bless you so much. Thank you. We love you in Jesus' name. Amen.